Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi ili simame hapa baada ya viongozi wenzangu hao kulieleza ni upotoshaji huu kufanywa na viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi, na hasa mtu ambaye hukumtarajia kama makamu mwenyekiti bara wa Chama cha Mapinduzi Bwana Stephen Wasira, na pia naibu katibu wa habari na uenezi wa kule Zanzibar ndugu Hamisi Mbeto. Upotoshaji walioufanya kwa kweli ni mbaya sana, na mimi naamini kwamba unaipaka matope hata serikali, kwa sababu kikubwa ambacho wamekizungumza ni kama kwamba kwa upande hasa wa makamo wa kwanza wa rais Zanzibar, kwamba ni kwa sababu hakufata utaratibu, hajui utaratibu wa kusafiri nje. Sasa wao inawezekana mawazo yao, hizi ni siasa nasema za kichokora kabisa kwa kweli, kwa sababu katika hali ya kawaida wao wanaona kama hili linamhusu mtu binafsi, lakini wamesahau kwamba wao ni viongozi wa chama ambacho kinasimamia serikali zote mbili, na ina maana haya wanayoyazungumza mtu anaweza kutokana na nafasi walizonazo, kutokana na kwamba ni viongozi waandamizi, mtu anaweza kuona kwamba labda haya yametoka ndani ya serikali. Ana mwingine anaweza akaona kwamba labda hii serikali kumbe ni ya ovyo sana, kwamba makamu wa rais anasafiri kwenda nje na serikali inamwachia, serikali haichukui hatua ya kufuata taratibu za kidiplomasia na za kiprotokoli ziliopo. Hasa hili ni jambo la kufadhaisha, na ndio maana kusema ni vizuri kuliweka record sawa sawa ili Watanzania wafahamu, Watanzania wajue tuna viongozi wa aina gani ndani ya Chama cha Mapinduzi. La kwanza niseme kwamba taratibu zote za kiserikali zilifuatwa, kwa sababu kwanza unapotaka kusafiri kwenda nje ni lazima kupata, kwa makamu wa kwanza wa rais lazima kupata ruhusa ya rais wa Zanzibar, na ruhusa hiyo iliombwa na ikatolewa kwa maandishi. Kwa hiyo kwenye hilo kwanza wala halikuwa ni upotoshaji kusema kwamba labda hakukuwa na taratibu ambazo zilifuatwa. Mimi siwezi niwe mkweli kabisa, sioni vipi serikali itakuwa na interest ya kuzuia kilichotokea Angola kisijulikane, kwa sababu ni mambo ya ndani ya Angola. Lakini jana pale baada ya kufika kushauriana na mamlaka ya uwanja wa ndege, na akatueleza mazingira ya pale lounge ambayo tulikuwa tunatumia kwamba ni general lounge, na mara nyingi wanaingia watu kadhaa, watu mbalimbali, pengine sike kwa mazingira mazuri ya kufanya mahojiano na waandishi wa habari kwa sababu ya hiyo disturbance. Kama tulikuwa na nini hiyo, pengine tungeweza kuipanga mapema tukapata lounge exclusive, lakini bahati mbaya kwa sababu ya mazingira na muda ambao ulikuwa umeshapita, tukasema basi bora ili pia tupate uwakilishi mpana wa vyombo vya habari, tukaona kwamba ni vyema hii tuifanye leo. Na zaidi pia tulizingatia kwamba ingekuwa vizuri na kiongozi wa chama na yeye, kwa sababu alikuwa ni alishiriki kwenye delegation ile, basi kupata fursa pia naye mkamsikia na mkakisikia chama kwa ukamilifu wake. Lilikuwa ni hilo kwa kadri tunavyofahamu. Kutoka Jambo TV kwamba je, lilikuwa ni nadhani kwamba ni siasa za Tanzania ambazo zilipelekwa Angola au ni siasa za wenyewe watu wa Angola. Mimi niseme uzoefu unaonesha kwamba kidunia, uzoefu unaonesha kwamba zinapotokea kwenye mambo kama haya, mara nyingi nchi huwa wanashirikiana au wanawasiliana au wana mashauriano pengine na nchi nyingine. Si mara nyingi mambo kama haya kufanywa na nchi moja peke yake, lakini kwa mazingira tuliyokuwa nayo sisi hatuna sababu ya kuona kwamba ni siasa za Tanzania zimeenda kule.
lakini mazingira ya kisiasa ya Angola yanakuonesha kwamba haya pengine ni mazingira ya wenyewe ya siasa za Angola, kwa sababu kama amefuatilia na hili ni muhimu watu tukalifahamu, wa Tanzania wakalifahamu kwamba kwa muda mrefu siasa za kule zilikuwa ni za mapambano kwa maana ya mapigano, na wahusika wakubwa wamekuwa ni pamoja na MPLA, UNITA, lakini baada wenyewe kufanya prosesi zao za maridhiano, makubaliano, sasa hivi vyama ni vyama halali. Ni vyama halali kabisa vya kisiasa, vinafanya shughuli zake kwa uhalali, na vimeshindana uchaguzi wa 2022, vimeshindana, na tumeona kama tunafuatilia kwamba UNITA wana viti 90 ndani ya bunge la Angola kati ya viti 220. Na mgombea wao wa urais alipata asilimia zaidi ya 44 ya kura za urais. Sasa na uchaguzi unakaribia, unakuja huko mbele. Kwa hivyo ukikuta pengine watu vigogo wengi hawa ambao wana kauli wengine katika nchi zao wanakutana, na pengine makao makuu au venue ilikuwa katika mambo haya, mara nyingi mtu anaweza akapata wasiwasi. Sisi hatuna sababu ya kuona kwamba Tanzania inahusika, hatuoni usike vipi katika hili, lakini mazingira yaliyo kwa Angola yanakuambia kwamba yanatosha kwamba ukupa hayo. Na mara nyingine lazima tukubali nchi zetu hizi za Kiafrika wanao walisha matango pori viongozi wakafanya maamuzi ya ajabu, hakuwa ni watu wadogo sana kwa kweli, kwa kutokutimiza wajibu wao. Kwa hivyo mimi sina sababu na hatuna sababu sisi kama chama kuona kwamba hizi ni siasa za Tanzania zimeingia Angola kwa mazingira, na tukizingatia mambo yote haya ambayo yapo. Na la mwisho, Bwana Juma Ishaka, kwamba kama tuliwasiliana tena na waziri wa mambo ya nje kujua kilichoendelea, bahati mbaya au niseme nzuri, sofa wakati tunarudi sisi tukiwa njiani, tumepishana na waziri wa mambo ya nje, naye alikuwa anaelekea nchini Angola kwa shughuli zake za kikazi. Kwa hivyo sijapata kuwasiliana naye hadi sasa kujua pengine, na kwa bahati mbaya serikali haijatoa kauli rasmi ya kilichotokea. Kwa hivyo nadhani mambo ambayo tutaendelea kufuatilia. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.